Wewe ni mwenyekiti wa idara ya wanaume ambao ni idara mpya kwa hapa ushirika wa Kigamboni. Tuambie nini haswa ambacho umekitazama mkaona kuwepo na hii idara ya wanaume? Nakushukuru ndugu mtangazaji, namshukuru Mungu. Nafikiri awali ya yote kama ulivyosema ni kweli, siku ya leo ilikuwa ni siku maalum kwa wanaume, ambayo ilikuwa ni sikukuu ya idara ya wanaume kwa ushirika wetu huu wa Kigamboni. Moravian ushirika wa Kigamboni, na tunamshukuru Mungu kabisa. Ibada ilikuwa njema, imeanza vizuri na imeisha salama kabisa. Idara hii ni idara mpya kwetu kwa kanisa, lakini hata kwa ushirika. Nafikiri hii ni idara ambayo kwa sasa kama ushirika ipo tu kwenye ushirika wetu wa Kigamboni. Nikiamini inawezekana zipo shirika zingine huko zina idara kama hii, lakini kikatiba sio idara rasmi ya kanisa hili la Moravian. Msukumo wetu nafikiri tumeona ni kama platform ya wanaume, ambapo mifumo rasmi, naweza kusema mfumo rasmi kanisa au kwa katiba yetu hatuna idara hii ya wanaume, lakini baada ya kuona kwamba zipo changamoto na yapo mambo ambayo wanaume wanatakiwa wayazungumze kama wanaume bila kuchangamana na wengine. Zipo shida ambazo zinawahusu wao kama wanaume, na ndizo zilizotusukuma kuanzisha idara hii, ambapo tunaamini kabisa kupitia hii idara wanaume wataenda kupata semina mbalimbali, washa mbalimbali zinazohusiana na mambo ya wanaume, na mwisho wa siku tunaamini kabisa mwanaume atakwenda kusimama imara kama mwanaume kiroho, lakini hata kimwili. Asante sana. Mwitikio upoje kwa wanaume kuhusiana na kuanzishwa kwa idara hii? Mwitikio ni mkubwa, kama nilivyosema ni mara ya kwanza, lakini mwitikio ni mkubwa kama ulivyoona na wewe. Ibada imeenda vizuri, mahubiri yameenda vizuri, hata makisio ambayo tuliyaweka tumeona kabisa kwa sehemu kubwa tumeelekea kuyafikia. Hiyo yote inaashiria kwamba watu wamepokea vizuri na wapo tayari kwa ajili ya idara hii. Wito wako ni upi sasa kwa wanaume wote kwa kisha wanaunga mkono hii? Wito wangu wanaume wote tuwe positive, tuunge mkono, kwa sababu idara hii imeundwa kabisa ni kuja kusaidia wanaume, ni kwa lengo zuri kabisa la wanaume kusimama kimwili, lakini wanaume pia kusimama kiroho, ambalo tunaamini kabisa ni jambo la kimungu. Kwa hiyo wanaume wote wa kanisa la Moravian, inawezekana pia hii sisi tunaweza tukawa tumeianzisha kama waanzilishi tu baadaye, kwa sababu ni jambo zuri, naamini kabisa zipo shirika zingine zitakwenda kuiga. Naitwa Ulimbakisi Richard Masomelo, ni muumini wa kanisa la Moravian katika ushirika huu wa Kigamboni, nikitokea jumuiya ya Twangoma. Jambo la kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amewezesha kufanyika sikukuu ya wanaume, ambayo kama sote tunavyojua kanisa letu alikuwa ikuwa na sikukuu ya wanaume, lakini kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka huu tumeanza kuwa na sikukuu ya wanaume. Kwa hiyo hii sikukuu ya kwanza imekuwa kama sehemu ya mafunzo ya namna gani sasa siku za usoni tuendelee kuipanga siku yetu ya wanaume, lakini kwa kiasi kikubwa tunaamini imefanikiwa. Lakini pia siku hii imetumika na hasa mtumishi Kazi Shinje ambaye aliandaliwa kwa siku ya leo kutoa neno kwa ajili ya wanaume, ambapo wametukumbusha kupitia Biblia, kupitia maneno ya Mungu, jukumu letu wanaume kama kichwa katika familia, kama kichwa katika kanisa. Kama Kristo alivyo kichwa katika kanisa na kichwa kwa wanaume, lakini na sisi wanaume ni kichwa kwa familia. Kwa hiyo swala la kuwa kichwa ni maana yake kwamba sisi tumebebeshwa jukumu la kufanya maamuzi katika familia. Na ili tuweze kufanya maamuzi yanayostahili lazima tutumie akili.
Kwa hiyo lazima wanaume tuwe na akili ili familia zetu zipate kusimama na hatimaye kanisa letu lipate kusimama. Wanaume ndio tunatakiwa kuleta chakula katika familia. Kwa hiyo hilo jukumu lazima tulijue kwamba sisi kama wanaume, sisi kama kichwa cha familia tuna jukumu la kuendesha familia zetu. Na ili tuendeshe familia zetu lazima tufanye kazi kwa bidii, lazima tumtegemee Mungu ili yote hayo yaweze kufanikiwa. Wito wako ni upi sasa kwa wanaume? Kwanza wito wangu wa kwanza kwa wanaume wote ni sasa tujenge mshikamano kama wanaume ndani ya kanisa. Kama vile ambavyo wanawake wana umoja wao, wanawake wanakutana, wanapanga mipango yao, na sisi wanaume sasa ni wakati wetu mwafaka wa kwanza sasa kupanga mikakati ya kuunganisha nguvu zetu zenye lengo la kujenga kanisa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuanza na sisi sasa, hata ikiwezekana kuwa na kwaya yetu ya wanaume, lakini kuwa na mipango thabiti iliyopangwa ya kutekeleza katika mwaka husika, ikiwemo kufanya semina za wanaume, kufanya ziara mahali pengine ili tukajifunze sehemu ambazo tayari umoja kama ulishaanza. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo sasa tunatakiwa kulifanya kama ushirika wa Kigamboni, kama wanaume wa Kigamboni, kwa kushirikiana na viongozi wetu ambao tuliwachagua. Asante.